Baba ambaye anasikia wakati ambapo tunaomba katika jina la Yesu Kristo, nataka tu mahali ulipo ukaweze mahali ambapo umekaa, mahali ambapo uko, hata kama ni nyumbani mwako na unalipokea sauti yangu, unaipokea ama unaisikia sauti yangu, nataka tu ukaweze kutilia mkazo ya kwamba Yesu anasaidia, Yesu anabariki, Yesu anaponya. Na amekuja jioni ya leo kwa mtaa huu wa Kanjo ili akaweze kubariki. Amesikia kilio cha mtu mahali hapa, amesikia kilio chako mahali hapa, ndio maana amekuja, ametutuma sisi tukaweze kuletea ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Basi amini nami, basi tunapoomba. Baba yetu Mungu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante ni kwa sababu ya neno lako Bwana. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya wakaazi wa hapa mji wa Kanjo. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya uwepo wako. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya mtu ambaye atasikia neno hili. Tunasema ni asante Baba ni kwa sababu ya kila mmoja aliye chini ya sauti hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba ukaweze kumguza ili akaweze kulisikia neno lako, ili akaweze kukufahamu zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini. Mtu aseme amina. Nitasoma kutoka katika kitabu cha Yohana ama John chapter 19 verse 30. Nitasoma katika kitabu cha Yohana 19 mstari wake ni wa 30. Biblia inasema ya kwamba basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Basi tumekuja kuwanenea wakazi wa Kanjo ya kwamba tatizo ambalo unapitia jioni ya leo, kuna yule ambaye alikufia msalabani na alisema imekwisha kwa sababu ya nafsi yako. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu ambaye atamwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Haijalishi ni jambo gani unapitia jioni ya leo, haijalishi uko katika jangwa gani, haijalishi kama depression imekufuata, jawabu sio pombe, jawabu sio kwa mganga, jawabu ni Yesu Kristo ambaye alisema imekwisha pale msalabani. Haleluya. Kama kuna mtu ambaye anasikia sauti hii na unapitia katika jangwa lolote, na labda